Spika wa bunge la Iran amesema hakuna mazungumzo yote yaliyofanyika na Marekani, akipingana na tangazo la Rais Donald Trump kwamba mazungumzo yanaendelea. Zaidi naye Florian Kaijage. Spika huyo Mohamed Bagel Garbaf amesema habari za uongo zinatumika kudhibiti masoko ya fedha na mafuta na kujaribu kujinasua na mkwamo ambao Marekani na Israel zimekwama ndani yake. Kwa mujibu wa Trump, kipindi cha siku 5 cha mazungumzo kinaendelea kwa sasa, ambacho alidai kinaweza kumaliza mgogoro huo. Pia ameondoa vitisho vyake vya awali vya mashambulizi ya Marekani dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Bakel, alikiri kwamba ujumbe umepokewa kutoka baadhi ya nchi rafiki unaoashiria ombi la Marekani la kufanya mazungumzo. Israeli imeushambulia mji wa Lebanon Beirut kwa mfululizo mpya wa mashambulizi ya anga. Vyombo vya habari vya serikali nchini Lebanon vimesema vitongoji vya kusini vilishambuliwa kwa mara ya kwanza ndani ya siku 3, saa chache baada ya Israel kuwaonya wakazi waondoke. Eneo hilo ni ngome ya Hezbollah na jeshi la Israel limesema limekuwa likiyalenga maeneo ya kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Pia limesema limewakamata wanachama 2 wa Hezbollah kusini mwa Lebanon, ambako kundi hilo linaendesha operesheni za kijeshi ya ardhini. Israel imeendelea kuyashambulia madaraja juu ya mto Litani kusini, jambo ambalo serikali ya Lebanon imelipinga ikisema linaathiri operesheni za misaada ya kibinadamu kwa watu walioyakimbia makazi yao. Mamlaka nchini Colombia zinasema wanajeshi 34 wamefariki dunia wakati ndege ya kijeshi aina ya C-130 Hercules zilipoanguka jirani na mpaka wa Peru. Takriban watu 80 walitolewa wakiwa hai kutoka kwenye mabaki ya ndege hiyo. Baadhi yao wanaripotiwa kuwa na majeraha mabaya. Ndege hiyo ilianguka muda mfupi baada ya kuruka kutoka kambi ya kijeshi katika eneo la kusini la Amazon. Rais wa Colombia Gustavo Petro amesema ajali hiyo haikupaswa kutokea na alikosoa ucheleweshwaji wa kiurasmi katika kuboresha vifaa vya jeshi. Na jopo la kiraia huko California, Marekani limeamua kwamba mwigizaji wa zamani wa Marekani Bill Cosby alimpa dawa na kumshambulia mhudumu wa mgahawa baada ya kumsindikiza kwenye moja ya maonyesho yake ya vichekesho mwaka 1972. Jopo hilo limempa Donna Mozinga zaidi ya dola milioni 19 kama fidia ya madhara. Cosby, ambaye ni mmoja wa waigizaji weusi maarufu wa Marekani, aliachiwa kutoka gerezani mwaka 2021 baada ya kutumikia miaka 3 ya kifungo cha miaka 10 kwa kosa la unyanyasaji wa kingono baada ya hukumu yake kufutwa kwa sababu za kiutaratibu. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenani. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanasikika kupitia Bomba FM na Radio Free Africa Tanzania, pamoja FM nchini Kenya, Voice of Muhabura nchini Uganda na Radio Muungano Beni, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump asema kuna hatua kubwa ya mazungumzo zilizofikiwa kati ya nchi yake na Iran baada ya awali kutishia kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran. Viongozi wa Iran wanakanusha kufikiwa makubaliano yoyote na Marekani. Rais Trump amesema ameagiza jeshi la Marekani kuahirisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya nishati ya Iran na miundombinu ya nishati kwa muda wa siku 5. Nadhani Israel itafurahishwa sana na tuliyoyashuhudia. Nimezungumza na Israel muda mfupi uliopita, nadhani watafurahi sana. Kutakuwa na amani Israel kwa muda mrefu, amani ya kudumu. Maisha yangu ni mikataba kwa sababu ninachofanya ni mikataba. Nadhani hili ni jambo litakalotokea, na kwa nini lisitokee? Kwa kuwa ilikuwa kwamba kesho asubuhi wakati majira ya kwao tulitarajiwa kulipua mitambo yao mikubwa zaidi ya kuzalisha umeme ambayo iligharimu zaidi ya dola bilioni 10 kujenga kwa shambulizi moja. Kwa nini watake hivyo? Kwa hiyo walipiga simu, sikuwapigia. Wanataka kufanya makubaliano na tuko tayari sana kufanya makubaliano. Itakuwa mpango mzuri na itakuwa hakuna vita tena, hakuna silaha za nyuklia, hawatakuwa na silaha za nyuklia tena. Walikubaliana na hilo. Iwapo watakuwa na hayo, hakuna mkataba. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal.
Hata hivyo, Iran imekanusha kuwa hakuna mazungumzo yoyote iliyoyafanya na Marekani na kumshutumu Rais Trump kwa kujaribu kupunguza bei ya nishati ili kupata muda wa mipango yake ya kijeshi. Baada ya chapisho lake la awali kwenye mitandao ya kijamii, Trump anasema Iran ina nafasi moja zaidi ya kupatikana kwa amani. Kwa upande wake, Israel imeapa kuendelea na mashambulizi dhidi ya Iran na washirika wake. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel itafanya lolote ili kujilinda. Tunaangamiza kabisa mpango wa makombora na mpango wa nyuklia na tunaendelea kuisababishia Hezbollah uharibifu mkubwa. Siku chache zilizopita tuliwaondoa wanasayansi wawili zaidi wa nyuklia wa Iran na huu si mwisho. Tutalinda maslahi yetu muhimu katika hali yoyote ile. Netanyahu ameongezea kuwa rais wa Marekani anaamini kuna fursa ya kutumia mafanikio makubwa sana ya operesheni ya pamoja ya Marekani na Israel ili kufanikisha malengo ya vita kwa kufanya makubaliano na Iran. Mamlaka nchini Colombia zinasema wanajeshi 34 wamefariki wakati ndege ya kijeshi ya usafirishaji aina ya C-130 ilipoanguka karibu na mpaka wa Peru. Takriban watu 80 walitolewa wakiwa hai kutoka kwenye mabaki ya ndege hiyo. Baadhi yao wanaripotiwa kuwa na majeraha makubwa. Zaidi na Esther Luambano. Kamanda wa jeshi la anga Carlos Fernando Silva Rueda amesema wanajeshi 114 walikuwa ndani ya ndege hiyo pamoja na wahudumu 11. Amesema watu 48 walitolewa kwenye mabaki ya ndege wakiwa na majeraha na wamepelekwa hospitalini. Baadaye gavana wa eneo hilo John Gabriel Molina amesema watu 8 wamethibitishwa kufariki dunia na zaidi ya 80 kujeruhiwa katika tukio la Jumatatu. Ndege hiyo aina ya C-130 Hercules iliyotengenezwa Marekani na hutumika kusafirisha wanajeshi ilianguka karibu na mji wa Puerto Leguizamo katika jimbo la Putumayo. Wahudumu wa dharura waliotumwa eneo hilo walionekana wakitafuta manusura kwenye mabaki ya ndege. Chanzo cha ajali hiyo kinaendelea kuchunguzwa. Waziri wa ulinzi wa Colombia Pedro Sanchez amesema ndege hiyo ilipata ajali mbaya wakati ilipokuwa ikipaa kutoka Puerto Leguizamo ikiwasafirisha wanajeshi wa vikosi vyetu vya usalama. Alielezea tukio hilo lililotokea karibu na mpaka wa Peru kama la kusikitisha sana kwa nchi. Picha zilizosambazwa na vyombo vya habari vya eneo hilo zinaonyesha moshi ukifuka kutoka eneo la tukio na malori yaliyobeba wanajeshi yakielekea huko. Pia video kwenye tovuti za habari za ndani zinawaonyesha wakazi wakisafirisha wanajeshi waliojeruhiwa kutoka eneo la ajali hadi hospitalini kwa kutumia pikipiki. Rais Gustavo Petro aliandika kwenye mtandao wa X kwamba ajali hii ya kutisha haikupaswa kutokea. Katika ujumbe huo mrefu, pia alilaumu matatizo ya kiurasimu kwa kuchelewesha mipango yake ya kuboresha vifaa vya ndege za jeshi. Sitakubali ucheleweshaji zaidi. Maisha ya vijana wetu yako hatarini, aliandika bila kufafanua kilichosababisha ajali hiyo. Mwezi uliopita, ndege nyingine ya aina ya C-130 Hercules ya jeshi la anga la Bolivia iliyokuwa ikisafirisha noti za fedha ilianguka magharibi mwa nchi hiyo na kuwaua watu wasiopungua 20. Ni Esther Luambano. Rwanda inapanua upatikanaji wa umeme kupitia nishati mbadala, hasa nishati ya jua. Kampeni inaendelea hivi sasa kusambaza vifaa vya nishati ya jua kwa familia zilizo katika maeneo ya mbali vijijini. Serikali ya Rwanda inashirikiana na kampuni binafsi kuhakikisha kila kaya inapata umeme kupitia mifumo ya gridi ya taifa na ile ya nje ya gridi. Ive Buchana na taarifa zaidi. Maisha yanayoita kijijini mashariki mwa Rwanda yalitegemea taa ya petroli na mishumaa, vitu vilivyokuwa hatari kwa maisha na gharama kubwa. Batiri ni ingishi. Leo hii historia hiyo imebadilika baada ya kupata nishati ya umeme wa jua. Nina furaha kubwa sana kupata umeme. Kwa miaka mingi tulilazimika kulala saa 12 au saa 1 jioni. Nina watoto wanaosoma, walikuwa wakirudi nyumbani wanakosa namna ya kufanya kazi za shule, lakini umeme huu unakwenda kutatua mengi. Nilikuwa nikitumia angalau mishumaa 4 kwa siku. Sasa fedha hizo nitaanza kuzihifadhi. Simulizi ya bwana huyu ni kielelezo cha mabadiliko makubwa yanayoletwa na nishati mbadala vijijini, ikiondoa giza na kupunguza gharama za maisha kwa familia nyingi nchini Rwanda. Katika kijiji jirani, mabadiliko haya yanatafsiriwa kuwa sarafu kwa wafanyabiashara wadogo kama Sanzintwari Eric. Sola imekuwa chombo cha kipato.
Muda wa kufanya kazi umeongezeka sana, hasa nyakati za usiku. Sasa tunafanya kazi saa zote na maendeleo ya familia yanazidi kukua. Pia nina biashara ya kuchaji simu kwa franga 200 simu moja, ambapo nachaji simu 10 kwa siku. Biashara hiyo imeniwezesha kulipia gharama za umeme. Nimeanza kufaidika. Huku upatikanaji wa umeme ukikaribia 100%, mafanikio haya ni matokeo ya mkakati wa shirika la serikali la umeme na makampuni wa shirika kama Bbox. Uwizeye John ni mkurugenzi mkuu wa Bbox Rwanda. Dhamira ya maendeleo nchini Rwanda ni kuhakikisha kuwa hakuna nyumba hata moja inayobaki gizani. Bbox kama mshirika katika mpango huu, tunakusudia kwamba ndani ya miaka 2 ijayo, angalau kila nyumba nchini iwe imepata nishati ya umeme. Ingawa gharama za kufikisha vifaa hivi kwa mwananchi ni kubwa, kupitia mpango wa ruzuku wa serikali, wateja wetu wanaweza kuvipata kwa bei nafuu. Kwa mjibu wa ripoti ya utendaji ya mwaka wa fedha 2025, kiwango cha upatikanaji wa umeme kitaifa kimefikia 84.2%, ikijumuisha 58.8% ya miunganisho ya gridi ya taifa na 25.3% ya miunganisho ya nje ya gridi.